Mchezo kama ulivyosema, cha kwanza tumepoteza. Hilo pia tuwezi kuwaraumu wachezaji wetu. Je, katika mechi hizi kubwa, tukio moja kubwa linaweza likaamua mechi. Kwa hiyo tukio lile la red card ambalo tulipata mapema zaidi, kwa ile ilienda kuamua mechi. Cheza na timu kama Simba ukiwa pungufu, unahitaji kuwa very competent. Tuliendelea kujaribu kudefense, lakini tulifanya makosa ambao wenzetu waliyatumia wakapata magoli hayo matano. Kwa hiyo kimsingi tunajipanga na mchezo unaokuja hii ishaisha. Red card ndio imeathiri mchezo. Kwa upande kubwa iliathiri mchezo wetu kwa sababu tulikuwa tuna plani nzuri. Kama ulivyoona tulivyoingia sisi ndio tulitangulia kupata goli. Kwa hiyo baada ya kupata goli tukarudi katika rhythm yetu, lakini baada ya kuwa pungufu sasa na wao wakaitumia ile chance ya kuwa sisi pungufu. Kwa michezo ambayo imesalia, kocha, nini malengo yako kwa sababu bingwa tayari ameshapatikana ambaye ni Simba Queens? Kweli sasa kwa michezo ambayo imesalia, nini malengo? Cha kwanza ni kukusanya pointi zote 6 kwa sababu tumebakisha michezo yote miwili ambao mmoja ni nyumbani na mwingine tutamaliza ugenini na bila. Mchezo unaofuata tunacheza na Bunda Queens katika viwanja vya TFF. Kwa tupate hizo pointi 6 ambazo tunaamini tukizipata hizo tutabaki kwenye position yetu ya 4. Msimu huu ilikuwa ni msimu wa namna gani? Msimu ulikuwa mzuri, ulikuwa tumepita katika magumu mengi, lakini this time tumeona timu inajengeka. Naamini mpaka kufikia msimu ujao basi tutakuwa na timu bora. Waliokuwepo uwanjani leo wameona. Tunataka kufanya maboresho zaidi. Tutafanya maboresho kwenye upande wa shambuliaji, defense na goalkeeper, nao pia tutaenda kuongeza watu. Kwa kuna sehemu ambazo zina mapungufu basi tutaenda kufanya maboresho. Natamani kufahamu mapungufu ya wapinzani wenu leo. Ni sehemu gani ambapo pengine waliwazidi zaidi? Siku zote timu inayoshinda inakuwa mapungufu yake huwezi kuyaona. Timu always inayopoteza inakuwa na mapungufu mengi utayaona. Huo ndo mpira ulivyo.